Zari the boss lady huwa hana jambo dogo yeye pamoja na familia yake. Pindi ambapo anaamua kula bata, basi inakuwa ni wakati wa kula bata. Pindi ambapo anaamua ni wakati wa kuweza kuweka watoto wake karibu na Mwenyezi Mungu, inakuwa ni wakati wa kuweza kuwaweka karibu na Mwenyezi Mungu. Ziliweza kuibuka picture akiwa hapo airport wakiwa wanasafiri, na maneno yakawa ni mengi sana kwamba wanaelekea wapi, wanaenda Tanzania au wanakwenda wapi, au wanakuja nchini Uganda au wanaelekea wapi. Lakini kilichoonekana ni kwamba walikuwa wanakwenda vacation, na vacation unajua hii ni Easter, kipindi cha sikukuu za Pasaka, na wanakwenda kufurahia katika kipindi hichi cha sikukuu za Pasaka. Na imeonekana kwamba wote kwa ujumla walikuwa wanaenda kula bata, yani familia yake, kuanzia mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne pamoja na watano. Kama unavyojua kwamba ni mama ambaye ana watoto takribani watano. Sasa watoto watano wote ameweza kuwachukua kwa pamoja na ameingia nao vacation, ameingia nao kwenda kula bata kwenye kipindi hichi cha Easter. Na unaweza kuona namna gani ambavyo ni mama mwenye upendo, unaweza kuona namna gani ambavyo ni mama mwenye anajua namna gani ya kuweza kuwatunza watoto wake kwa ujumla. Angalia jinsi ambavyo anavyoondoka nao kupitia ndege, wanakwea Mwewe, lakini baada ya hapo wanaingia vacation, na kote huko analipia gharama za kuweza kuhakikisha kwamba wanakula, wanavaa, wanafanya kila kitu ambacho kinapaswa kuweza kufanyika kwenye malezi ya watoto wake. Na kama tunavyojua kwamba Zari ni kama ni bibi sasa hivi, ana watoto wengine ambao ni watu wazima, ambao ukiwatazama kwa namna moja ama nyingine wanaweza kuwa na wake kwa sababu wanaweza wakawa na umri ambao ni mkubwa, ni zaidi ya 20 plus miaka ambao watoto wake wako nayo. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo Zari the boss lady bado, licha kwamba watoto wake wengine ni wakubwa, lakini still bado anakuwa na upendo wa dhati ya kuweza kuhakikisha kwamba anawalea watoto hao katika mazingira ambayo ni bora, katika mazingira ambayo yanamfanya aendelee kuwa ni mama bora kwa watoto wake, na hataki kuweza kuonesha mwanya wowote wa kuweza kuacha loose watoto wake pindi ambapo anavyokuwa anapambana kuweza kuwatunza. Mtoto wa kwanza atapata malezi sawa kama wa pili atapata malezi sawa kama wa tatu atapata malezi sawa kama wa nne, vile vile pia na watano. Hata hawa wadogo sasa hivi kina Nila ni kina Tifa, basi nao pia wanakuwa wanaona namna gani ambavyo mama yao anawalea pia kaka zake, kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine kinaweka pia hata upendo wa karibu baina ya watoto hao. Kama tunavyojua kwamba wale watoto baadhi yao hawana sana ukaribu, yani ni watoto ambao hawana ukaribu wa wazazi, kwa maana kwamba baba zao ni baba ambao ni tofauti. Karibia kila mtoto, baadhi ya watoto wana baba mwingine na wengine wana baba mwingine. Kwa hiyo hata ule ukaribu pia inabidi kuweza kutengenezwa na mama. Kama mama akifanya mchezo kwenye kutengeneza ukaribu wa wanae, basi wanakuwa hawapendani. So unajua watoto ambao wanazaliwa na mama tofauti au baba tofauti, kuna namna ambavyo wanakuwa hawana ukaribu huo sana, pasi na mzazi mmoja kuweza kuweka nguvu na jitihada kuhakikisha kwamba anaweka ukaribu baina yao. Kwa hiyo ukaribu ambao upo kwa Zari the boss lady kuweza kuhakikisha kwamba anawaweka karibu watoto wake hao wote watano na kuweza kujuana na kuweza kupendana ni kitu kizuri, kwa sababu kinawaonesha kwamba wenyewe ni ndugu, wanapaswa kuweza kupendana, wanapaswa kuweza kujaliana, wanapaswa kuweza kuwa sehemu moja katika zile jitihada zao za makuzi, ili hata baadaye ikitokea wamekuwa, basi kuna vitu vingi ambavyo vitakuja kuwatenganisha. Tumeshuhudia familia nyingi sana ambazo unakuta mtoto huyu ana baba huyu au mtoto huyu ana mama yule, hakuna upendo wa dhati kiasi hicho kama wale watoto ambao wamezaliwa kwenye tumbo moja. Kwa hiyo mzazi ana jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba anapandikiza mbegu ya upendo kwa watoto wake hao ambao wamezaliwa katika familia tofauti, yani wazazi tofauti. Licha kwamba unaweza kukuta wameshia baba lakini mama tofauti, unaweza kukuta wameshia mama lakini baba tofauti. Kwa hiyo kama mzazi mmoja asipofanya kazi ya kuweza kupandikiza upendo, basi hata kama wakija kikua watoto wanakuwa hawana upendo wa dhati. Lakini kwa Zari the boss lady kwake imekuwa ni tofauti kidogo. Amekuwa ni mtu ambaye anapambana kuhakikisha kwamba anaweka upendo wa dhati kati ya watoto wake wote watano, licha kwamba wamezaliwa na familia tofauti, kwa maana kwamba wazazi wao, baba zao kwa upande wao ni tofauti, ambao kama akiweza kuleta mchezo, basi huko mbeleni wanaweza wakawa na matabaka, kwa sababu
baba zao ni tofauti, lakini yeye anataka kuweza kuondoa hizo tabaka. Ndio maana utamwona anakwenda nao vacation, anakuwa nao karibu wakati wote ili kuhakikisha kwamba wanajuana, lakini pia wanapendana na kuweza kuamini kwamba wao ni ndugu na wanapaswa kuweza kusaidiana kwa hali na mali hata pindi ambapo watakapokuwa watu wazima. Comment zimekuwa ni nyingi sana mara baada ya kuweza kumuona Zari akiwa yuko vacation pamoja na familia yake hiyo ya watoto 5. Watu wameweza kuzungumza vitu vingi. Nitakwenda kusoma baadhi ya comments tuweze kujua watu wanazungumza nini mara baada ya kuweza kumuona Zari akiwa yuko vacation pamoja na watoto wake. Wao wanasema kwamba hongera Zari kwa kuweza kuwakaribisha, lakini pia kuweza kuwaweka watoto wako sehemu moja. Ninaona kwamba nakupenda Zari na napenda jinsi ambavyo unavolea watoto wako. Mwingine anasema kwamba Zari hongera, licha ya kwamba watoto kila wengine na baba yao tofauti, lakini umeendelea kuwa ni mama bora na kuonyesha kwamba wenyewe ni ndugu na wanapaswa kuweza kupendana. Mwingine anasema kwamba hongera sana kwa kuweza kutumia nguvu kubwa sana kuweza kuunganisha familia yako kwa pamoja. Huyu anasema kwamba umeenda kula bata vacation kipindi cha Easter. I say natamani sana maisha yako jinsi ambavyo unavyoishi. Mwingine anasema kwamba Zari the boss lady ni miongoni mwa wanawake ambao ni bora, lakini pia anajua namna gani ya kuweza kulea familia. Ndio maana familia yake inazidi kuendelea kuwa ni miongoni mwa familia bora ambayo imetukuka. Angalia jinsi ambavyo Tifa anavyoishi kwa furaha, angalia jinsi ambavyo maisha yake kwa ujumla yalivyokuwa ni bora zaidi kwa watoto wake. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya comments ambazo watu wameweza kuziandika mara baada ya kuweza kumuona Zari the boss lady akiwa kwa vacation pamoja na hiyo familia yake kwa ujumla, watoto wake kuanzia wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4 pamoja na wa 5. Kwa unaweza kuona namna gani ambavyo Zari the boss lady alivyokuwa ni mama bora, alivyoendelea kuwa ni mama ambaye anatambua wajibu wake kwa watoto wake, lakini pia anatambua umuhimu wa kuweza kuwaweka watoto wake katika mazingira ya upendo na watambuane kwamba kila mmoja ana umuhimu kwa mwenzake. Na hata kama akipata shida mwenzake wakiwa ni watu wazima, huenda wazazi hawapo, basi wawe na nafasi ya kuweza kusaidiana na pasina kujua kwamba huyu ni wa baba mwingine na huyu ni wa baba mwingine. Inakuwa haipendezi kwa namna moja ama nyingine. Mtazamaji, wewe pia unaweza kudondosha comment yako ukatuambia kwa upande wako anachokifanya Zari the boss lady ni sahihi ama sio sahihi, lakini pia kama ni sahihi andika comment yako hapo chini. Lakini usisahau pia kusubscribe, usisahau kushare. Wengine pia kwanza kunapata taarifa zetu. Major TV pekee ambapo unapata habari za superstar nyumbani Tanzania na nje mipaka ya Tanzania.